Bwana Yesu, tunakuabudu mfalme wa amani. Bwana Yesu, tunakupa sifa na utukufu. Bwana Yesu, tunakuinua Mungu mwenye enzi. Asante mfalme wa amani. Jina lako liabudiwe, jina lako litukuzwe katika jina la Yesu Kristo. Wastahili kuabudiwa Bwana, wastahili kuabudiwa mfalme. Wewe ni Mungu mwenye enzi na mamlaka. Wewe ni Mungu mwenye enzi na uwezo. Asante Bwana, umekuwa mwema. Asante Bwana, umekuwa wa ajabu. Asante mfalme wa amani. Tunakushukuru Bwana, tunakuinua Bwana Yesu. Wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Asante kwa sababu ya ibada hii ya leo. Tunaiomba anga ikakubali ibada hii ya leo. Bwana Yesu, anga ikakubali maabudu ya moyo. Anga ikakubali maabudu ya leo Yesu. Anga ikakubali Bwana sifa za mioyo yetu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa sababu ya neema yako. Bwana Yesu, tuko hapa ili tukaweze kukuabudu. Ibada hii Bwana ikakupe utukufu. Ibada hii Bwana ukapokee heshima. Adhama zote Bwana ni zako. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Asante kwa waimbaji. Asante kwa kila mhuduma katika ibada hii leo. Yeyote ameunganishwa na ibada hii leo. Asante hata kwa yule ambaye anayetutazama Bwana. Ninakushukuru kwa sababu ya kila mmoja. Bwana Yesu, katuunganishe kukupa ibada ya sifa. Ukatuunganishe Bwana kukupa ibada. Asante Mungu wa mbinguni. Jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Usiku huu wa leo Mesaya, tunaomba nguvu zako kaachilie katika ibada hii Bwana. Tunakataa ibada ya kawaida. Tunakataa sifa za kawaida. Tunakataa maabudu ya kawaida. Tunakataa roho ya ukawaida katika kukuabudu. Ninakataa roho ya ukawaida katika sifa. Ninakataa roho ya ukawaida Bwana katika Bwana kukutumikia katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa Bwana. Mikono yetu tunainua ishara ya kukuabudu. Mikono yetu tunainua ishara ya kukuinua. Pokea sifa na utukufu. Heshima na adhama Yesu ni zako. Pokea sifa na maabudu Bwana. Libarikiwe jina lako Yesu. Wewe ni Mungu. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Yesu, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Imba Baba. Baba, mimi ninakuabudu. Imba Baba. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Hey Baba, 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 mimi ninakuabudu. Imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua. Mimi ninakuabudu. Yesu, mimi ninakuabudu. Yesu, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama. Mimi ninakuabudu.
yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Bwana Yesu, Baba, mimi ninakuabudu. Imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Imba Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Bwana Yesu, Baba, Baba, mimi ninakuabudu. Baba mwenye neema, Baba, mimi ninakuabudu. Baba mwenye nguvu, Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama, mbele ninakuabudu. mbele zako ninainama, ninakuabudu wewe. kuabudu. Mbele zako ninainama, ninakuabudu wewe. Mbele zako ninainama, ninakuabudu wewe. Mbele zako ninakuabudu wewe. Mbele zako ninakuabudu wewe. Bwana, mbele zako kwenye kiti chako, mbele zako ninakuabudu wewe. Mbele zako ninakuabudu wewe. Mbele ya kiti chako ninakuabudu wewe. Mbele ya kiti chako Yesu ninakuabudu wewe. Mbele zako Bwana, mbele zako Yesu, mbele zako Bwana Yesu. Baba yangu mimi ninakuabudu. Yesu, mimi ninakuabudu. Naungana na maserafi Bwana, nakuabudu wewe. Naungana na makerubi Yesu, nakuabudu wewe. Wazee 24 nakuabudu wewe. Viumbe hai waine Yesu, nakuabudu wewe. Mbele zako Bwana ninainama Yesu. Mbele ya kiti chako ninainama Bwana. Mbele ya mfalme Yesu ninainama Bwana. Baba, mimi ninakuabudu. Mesia, mimi ninakuabudu. Mbele zako ninainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu ninainua, mimi ninakuabudu. Imba Baba,
tunainama mbele zako usiku na Wastahili mchana. Yesu. Ninakuabudu wewe. Moyo wangu Yesu ninainama mbele zako, ishara ya kujiachilia kwako. Ninanyenyekea mbele zako Bwana, ishara ya kujiachilia kwako. Umesema Bwana katika Zaburi, moyo uliopondeka kamwe hautoudharau, moyo mnyenyekevu kamwe hautoudharau. Bwana Yesu, ponda moyo wangu kuabudu wewe, finyanga moyo wangu kuabudu wewe Yesu, finyanga moyo wangu kuabudu wewe Bwana. Bado niko katika mikono ya mfinyanzi, bado niko katika mikono ya mfinyanzi. Na Yesu, wewe ndiwe mfinyanzi wangu. Bwana, wewe ndiwe mfinyanzi wangu. Yesu, wewe ndiwe mfinyanzi wangu. Maandiko yanasema ya kwamba kitabu cha Yeremia ule mlango wa 18 ya kwamba Bwana Yeremia ukambeba mpaka kwenye nyumba ya mfinyanzi. Na alipofika kwenye nyumba ya mfinyanzi, Yeremia akawa anaangalia vile mfinyanzi anakifinyanga chombo. Na maandiko yanasema ya kwamba mara tu chombo hakingetokea vile mfinyanzi anataka, ule udongo angeuharibu, angeharibu kile chombo akifinyange tena, angeharibu tu ule udongo aufinyange tena mpaka chombo kitokee vile mfinyanzi anataka. Ulikuwa unataka kumfundisha Yeremia kitu. Bwana, ulikuwa unataka kumfundisha Yeremia kitu, ya kwamba bado ako katika mikono ya mfinyanzi, ya kwamba bado ako katika mikono ya mfinyanzi. Nasi Bwana, tunapokuabudu usiku na mchana, bado tuko kwenye mikono yako. Bwana Yesu, chukua nafasi ya kutufinyanga. Bwana, chukua nafasi ya kutufinyanga, tutengeneze jinsi unavyotaka. Tusipotokea vile unataka Bwana, nimekupa nafasi ya moyo wangu, utengeneze tena. Bwana Yesu, ninanyenyekea mbele zako, niko katika mikono yako Yesu. Yesu, wewe ni mfinyanzi wa moyo wangu. Yesu, wewe ni mfinyanzi wa tabia zangu. Maandiko yanasema ya kwamba zipo njia zionekanazo sawa machoni pa mtu, lakini machoni pako ni njia za uovu. Bwana Yesu, niko katika neno lako ya kwamba Bwana, ikiwa kuna tabia za aina yoyote zisizokupendeza Bwana kwa ajili ya chombo cha ibada, nifinyange tena Bwana, nifinyange tena Bwana katika maombi, nifinyange tena Bwana katika kukuabudu, nifinyange tena Bwana katika sifa, nifinyange tena Bwana katika neno. Wewe ni Baba, hakuna kama wewe. Moyo wangu na kuabudu usiku na mchana. Ninainama na kuinuka mbele za ufalme wako na kusema Bwana, wewe ni mfinyanzi wangu. Usiku wa leo Bwana, wewe ni mfinyanzi wetu. Ibada hii ya leo, wewe ni mfinyanzi wetu Bwana. Wengine tunateswa na maroho ya ukoo, wengine tunateswa na madhabahu ya majina, wengine tunateswa na madhabahu ya ukoo. Wewe ambaye ni mfinyanzi kwa ibada ya leo, finyanga maisha yetu yapendeze Bwana, finyanga maisha yetu yapendeze Yesu. Usituachilie Bwana, usituachilie Yesu, usituachilie Bwana, usituachilie Bwana katika mikono ya adui tukaangamia. Usituachilie Yesu katika mikono ya magonjwa tukaangamia. Usituachilie Bwana katika mikono ya mateso tukaangamia. Lakini Bwana, msema ya kwamba katika neno lako mkono wako ni wenye nguvu. Tukomboe kwa laana za magonjwa, tukomboe kwa laana za mateso, tukomboe kwa laana za kukosa kazi, tukomboe kwa laana Bwana za umaskini, tukomboe kwa laana za ufukara, tukomboe kwa laana za kukosa maombi, tukomboe kwa laana Bwana. Yesu wangu, ninakuabudu wewe. Ibada ya leo Bwana ikupatie heshima. Ibada ya leo Bwana ikupatie utukufu. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai.
Bwana Yesu, anga ikakubali ibada hii, anga ikakubali maombi yetu Bwana, anga ikakubali maombi yetu Mfalme. Bwana Yesu, ninakuabudu wewe. Bwana Yesu, ninakuinua wewe. Ibada hii leo ikaweke alama kwa maisha yangu. Ibada hii leo Bwana ukutane na hoja za moyo. Ibada hii leo ukutane na mawazo yangu, kutana na akili na fikra zangu Bwana. Ibada hii leo Yesu kanihudumie. Nahitaji kuhudumiwa na nguvu zako Bwana. Nahitaji kuhudumiwa na nguvu zako Yesu. Niko hapa Bwana, nanyenyekea usiku na mchana. Niko bado kwa mikono yako mfinyanzi. Niko bado kwa mikono yako mfinyanzi. Kama vile Yeremia aliona mfinyanzi akikifinyanga chombo Bwana, kilichoharibika likifinyanga tena, kilichoharibika likifinyanga tena, mpaka jinsi moyo wake ulipendezwa nacho. Bwana Yesu, niko katika mikono yako. Bwana, tuko katika mikono yako Yesu. Ukatuhudumie Bwana Yesu, ukatuhudumie Mfalme katika ibada hii ya leo. Wacha mtu akashuhudie wema wako, wacha mtu akashuhudie baraka zako katika ibada hii ya leo Bwana. Anga ikalikubali neno la Bwana, anga hii ikakubali ibada, anga hii ikakubali neno, anga hii ikapokea mtumishi wako anapotabiri Yesu, anga hii ikamkubali anapohubiri Mesaya, anga hii ikamkubali anapolisoma neno lako, anga hii ikamkubali mtumishi wako Bwana, ukamwandae kwa ajili ya ibada, muandae kwa ajili ya ibada. Wengi wanaitazama ibada wakiwa wanapitia mambo mazito, wengi wanaitazama ibada wakiwa wana mizigo wamebeba. Maandiko yanasema kitabu cha Mathayo ya kwamba leteni kwangu mizigo yote mizito nami nitawapumzisha, nami nitawapumzisha. Wengine wameingia kwa ibada wakiwa na mizigo ya school fees, wengine wameingia kwa ibada wakiwa na mizigo ya biashara, wengine wameingia kwa ibada wakiwa na mizigo ya ndoa. Bwana Yesu, ninakuomba Bwana Mfalme wa amani, ukawahudumie mwenyewe, ukawahudumie Yesu, ukawahudumie Bwana, ukawahudumie Yesu. Una macho ya huruma Bwana, mkono wako si mfupi hata ushindwe na kuunyosha. Mbele zako tunainama. Ishara ya kuinama ni ishara ya kujua hapa siabudiwe Mungu mwingine. Ishara ya kuinua mikono yetu juu Bwana ni ishara ya kusema pasiabudiwe Mungu mwingine. Ishara ya kuinama mbele zako Bwana ni ishara ya kukuabudu wewe, ni ishara ya kukuinamia wewe, ni ishara ya kukuinamia wewe. Tunapoinama katika maabudu, tunapoinama katika maombi, ni ishara ya kukuabudu wewe. Pasiabudiwe Mungu mwingine ila Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Israeli. Bwana, tunakuabudu wewe, tunakuabudu wewe Yesu. Ni nani aliye kama wewe Bwana? Ni nani aliye kama wewe Yesu? Ni nani aliye kama wewe? Sadaba yanda la besi atadaba. Ni nani aliye kama wewe? Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu wako, mtukufu katika utakatifu wako, mtukufu katika utakatifu wako. Bwana, katika miungu yote, Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Mtakatifu Bwana wa Israeli, mtukufu Mungu mwenye enzi. Uinuliwe Yesu, abudiwe. Uinuliwe Yesu, abudiwe. Asante Bwana kwa neema yako. Asante Bwana kwa nguvu zako. Asante Bwana kwa wokovu. Asante Bwana kwa neema. Ibada hii ya leo Bwana tunakuabudu. Ibada hii ya leo Bwana tunakuinua. Hudumia wengi Mfalme wa amani. Wengi wanaandika mahitaji yao
kwa sababu ya muda tuwezi kuyasoma yote, lakini Bwana hudumia kila mmoja. Yeyote anayeandika mahitaji Bwana, ukamhudumia kila mmoja, ukamhudumia Mfalme. Hitaji la kila mmoja ukalihudumie, hitaji la kila mmoja ukalihudumie. Kutana na moyo wa kila mmoja Yesu. Bwana, hata tusipoyasoma yote, yasome wewe. Yasome wewe mahitaji ya wanao. Ayasome wewe mahitaji ya wanao. Ayasome wewe mahitaji ya wanao. Bwana, yasome wewe mahitaji ya wanao. Yasome kama kitabu Bwana. Yasome mioyo yao kama kitabu Yesu. Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Wenye mahitaji yetu Baba yangu, fadhili zako za milele. Baba, fadhili zako Baba za milele. Yesu, neema yako Yesu ya milele. Baba, fadhili zako Baba za milele. Baba, fadhili zako Baba za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba za milele. Walio wagonjwa, fadhili zako Baba za milele. Kwa waliovunjika moyo, fadhili zako Yesu za milele. Kwa waliokata tamaa, fadhili zako Yesu ni za milele. Katikati ya bahari, Yesu wangu Baba ni wa milele. Katika maji mengi hayatatugharikisha, maana Yesu wewe wa milele. Katikati ya moto hatutaungua, Yesu wewe wa milele. Baba, neema yako Baba ni ya milele. Baba, fadhili zako Baba ni za milele. Inua mikono yako tumwabudu Bwana. Baba ni za milele.
za umilele, ni za umilele Bwana. Fadhili za mwanadamu zinaishia ukingoni Bwana, lakini fadhili zako hazina ukingo Yesu, na milele. Fadhili zako Yesu ni za milele kila kuitwapo leo. Andiko anasema ya kwamba wewe ni Mungu yule yule, ajana leo na hata milele. Huruma zako ni zile zile za jana na leo na hata milele. Jana umetupa huruma zako, leo umetupa huruma zako, na kesho unatupa huruma zako. Wewe Yesu ni wa milele na milele na milele. Bwana wangu, fadhili zako kwa waliokata tamaa, fadhili zako Yesu, waliochoka na maisha Bwana, fadhili zako Yesu, waliokataliwa hawana pa kwenda Bwana, fadhili zako, waliojeruhiwa mioyo inavuja damu Yesu, fadhili zako Bwana, fadhili zako za milele, fadhili zako za milele, fadhili zako Yesu. Waliokosa matumaini wakumbuke na fadhili zako Yesu Bwana, fadhili zako Yesu, fadhili zako Bwana ni za milele. Neema yako Yesu, neema yako Bwana, neema ya milele. Neno lako ni taa ya miguu ya kila mmoja, fadhili zako Yesu. Bwana Yesu, ninakuabudu wewe Yesu, ninakuabudu Mfalme. Asante kwa fadhili zako Mungu mwenye enzi. Fadhili zako ni mpya kila kuitwapo leo. Fadhili zako ni asubuhi, fadhili zako ni mchana, fadhili zako ni jioni, fadhili zako ni upande, fadhili zako ni upande, fadhili zako ni kila wakati Bwana. Tunakuabudu wewe, wewe Yesu. Mwambieni Mungu matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Mwambieni Mungu matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. El Gibor Shalom, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Yesu, Bwana, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Kwa wagonjwa Yesu, kwa waliovunjika moyo, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Kwa waliokata tamaa ya kuishi tena, mwamini matendo yake yatisha, yatisha kama nini. Mama mmoja akiwa ameacha mtoto wake hospitalini, alikuwa amemwacha mtoto hospitalini.
mtoto akiwa amewekwa pipes kila mahali, mtoto akiwa anapumua kupitia mipira. Alipofika hospitalini, ile hali aliyokuwa amemwacha nayo mtoto jana ni tofauti na ile hali alimpata nayo. Yule mwanamke alipoingia kwenye kile chumba ambacho mtoto wake alikuwa amelazwa, kwa sababu ni mwanamke ambaye alikuwa amemwamini Mungu, aliamini ya kwamba Mungu anaweza kufanya muujiza wakati wowote. Aliamini ya kwamba Mungu anaweza kumponya mtoto wake hata kama amefika katika hali ambayo anaona inamkosesha matumaini. Na yule mwanamke alipofika hospitali, akamkuta mtoto wake amelala bila wekewa oxygen. Akaona labda huyu mtoto amelala ameaga, akasongea mpaka mahali mtoto amelala, na akamwangalia, akamwona bado anapumua. Akamwangalia mtoto, akamwona bado ana uhai, na akauliza madaktari, kwani mtoto wangu imekuwaje? Akamwambia, wacha mtoto akusimulie mwenyewe. Mtoto akamwambia mama yake, ilipofika usiku wa manane, niliona mwangaza unapitia dirishani, na mwangaza ukaja na mtu akiwa mweupe. Na huyu mtu alipokuja, akaingia kwa rumu yangu na akanambia, kuanzia leo umepona, kuanzia leo toto umepona. Alikuwa ni mtoto wa miaka 12, mtoto wa miaka 12. Akatokewa na Mungu na akamwambia umepona, na akaona akitoa zile mishipa, zile vitu alikuwa amewekewa kwa mdomo, akatoa oxygen, akatoa na vitu vingine. Madaktari walipokuja, wakapata mtoto amekaa. Mtoto akasimulia madaktari, Yesu, matendo yako yatisha. Hata madaktari walijua Yesu anatisha. Maana ni nani anaweza kutoa mtoto pipe? Ni nani anaweza kutoa mtoto oxygen? Walijua huyu bila shaka ni Mungu. Walijua huyu bila shaka ni Mungu. Ni nini unahitaji usiku wa leo? Kwenye ibada ya leo ni nini unahitaji? Labda situation yako ni kama ya yule mtoto. Labda hali unayopitia ni kama ya yule mtoto ya kukosa matumaini. Mama alienda nyumbani akijua, sijui nitamkuta mzima ama nitampata amekufa. Na ndio maana alipoingia kwenye chumba, alipopata hana pipe, alijua huyu mtoto amekufa. Kumbe Mungu amemponya. Mwambieni Mungu, uweza wako watisha, uweza wako watisha, watisha kama nini. Mwambieni Mungu, miujiza yako yatisha, miujiza yako yatisha, yatisha kama nini. Mwambieni Mungu, uponyaji wako watisha, wana wewe watisha, watisha kama nini. Mwambieni Mungu, uzima wako watisha, uzima watisha, watisha kama nini. Mwambieni Yesu, neema yatisha, neema yako yatisha, yatisha kama nini. Hakuna mtu atauona muujiza wa Yesu abaki wa kawaida. Mwambieni Yesu, rehema zatisha, rehema zako zatisha, Bwana kama nini. Asante Bwana kwa miujiza yako kila kuitapo leo. Bwana, matendo yako yanatisha. Kuna vitu Bwana ukifanya vinakaa kama si wewe, lakini Bwana ni wewe, ni wewe Yesu.
uliomwondolea mwanamke, uliomwondolea mwanamke yule mateso. Ondolea mtu mateso Bwana. Ayadabas, adabayane. Wewe Yesu unatisha kama nini. Habari zako zatisha kama nini. Uponyaji wako watisha kama nini. Iweje mtu Bwana ako katika hali mahututi, ghafla mtu ameketi, unatisha kama nini Yesu. Yesu wangu, ni nani aliye kama wewe Bwana? Nani aliye kama wewe Yesu? Sadabayande la pera. Yesu kwenye lango la Naini, Bwana kwenye lango la Naini. Biblia inasema ya kwamba ukakutana na umati ukiwa umelibeba jeneza la mtoto wa kipekee, mwanamke mjane. Lango la Naini Yesu, lango la Naini Yesu. Matendo yako yatisha kama nini. Uzima wako watisha kama nini. Yesu, Yesu. Pale lango la Naini, na Bwana ukakutana na watu wamelibeba jeneza la mtoto na mwanamke mjane akiwa analia kwa uchungu. Biblia inasema mwanamke huyu alikuwa mjane, tayari alikuwa ameshaomboleza mume wake na sasa anamuombeleza mtoto wake. Alikuwa amekosa matumaini. Mwanamke huyu alikosa matumaini. Mwanamke huyu alikosa matumaini. Kama vile umekosa matumaini, mwanamke alikuwa amekosa matumaini. Kama vile umekosa matumaini, kama vile umekosa kumwamini Mungu, ukimuuliza Mungu maswali, mwanamke wa lango la Naini alikosa matumaini. Biblia inasema Yesu kasema wekeni jeneza chini, wekeni jeneza chini. Na Bwana ukamwendea yule mtoto na ukamwambia binti amka. Ukamwendea yule mtoto Yesu, asili yako ilivyo ya miujiza kila wakati. Yesu kamwambia mtoto amuka, antalinta 10, antalinta 10, antalinta 10. Wengine kile wanahitaji katika ibada ya leo, Yesu aseme ntalinta 10. Akile unahitaji kwenye biashara yako, Yesu aseme ntalinta 10. Akile unahitaji kwenye kazi yako, Yesu aseme ntalinta 10. Akile unahitaji kwenye moyo wako, Yesu aseme ntalinta 10. Akile unahitaji kwa watoto wako, Yesu aseme inuka, inuka, inuka. Yesu asili yako ni uzima. Sijawaiona Yesu umeingia mahali nyumba ya maombolezo ukakosa kufanya muujiza. Mahali popote uliona watu wana amani, uliingilia kati na kuleta amani. Mahali popote uliingia nyumba ya majonzi, uliingia na kuleta tabasamu na furaha. Sadabase payande la peda, arakeda zeta na maya, alapaka de sada, rapedi ya bosi atanabaya. Ninakuabudu mfalme wa amani. Yesu. Wapi mwanamke mjane? Wapi mwanamke mjane? Maandiko yanasema ya kwamba ukamchukua binti na ukampeana kwa mamake. Ninaona katika ulimwengu wa roho vile mwanamke anakumbatia mtoto wake. Ninaona kwenye ulimwengu wa roho vile mwanamke anakumbatia mtoto, vile furaha imerudi tena, vile amani imerudi tena. Ibada ya leo Yesu akurudishie furaha. Ibada ya leo Yesu akuondolee kilio. Ibada ya leo Yesu akuondolee majonzi, atimize furaha ya moyo wako, akuhudumie Yesu. Sadabaseba rekadia bosi atanama lekrada beza tena mayande
Aradesha da baganda ba Ramanda lebo shada bayane Raganda baboria Araganda babo shadaya Alapeka debe zetana mande Rapeki adeshi atana mayande Oh shade de lebo shade bayande la pera Wewe Yesu. Ninamuona mwanamke mjane wakati amemkumbatia mtoto wake, labda ndani ya moyo wake alisema, laiti ningekutana na huyu mtu kabla sijazika mume wangu. Najua mwanamke mjane alipokumbatia binti yake akasema ndani ya moyo wake, laiti ningekutana na Yesu kabla sijazika mume wangu. Laiti ningekutana na huyu Yesu kabla sijazika mume wangu. Nisingekuwa nimeitwa mjane leo, nisingekuwa ni mwanamke mjane, nisingekuwa mwanamke mjane. Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha kama Shada bayande la pera Rekade ya bosade Zatana mayanda la babosade Imba mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, kwenye lango la Naini. Mwambieni Mungu, Bwana, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama mtalita kumi. Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Yesu, matendo yako yatisha kama nini. Matendo yako yatisha kama nini. Yesu, haleluya. Yesu, Yesu akiwa katika huduma, maandiko yanasema ya kwamba makutano walimzonga zonga. Yesu akiwa katika huduma, makutano walimzonga zonga. Pakaja habari, Yesu akapewa habari ya kwamba rafiki yako Lazaro ni mgonjwa. Yesu, rafiki yako Lazaro ni mgonjwa. Na kama vile kiasili, ukisikia rafiki yako ni mtu wako wa karibu na akipatwa na shida lazima uende kumsaidia. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu akatulia. Nani anaweza kukuelewa yeye Yesu? Yesu akatulia. Lazaro akaugua. Yesu akiwa bado ametulia. Lazaro akazidiwa. Yesu akiwa bado ametulia. Lazaro akazidiwa kabisa mpaka akafa. Yesu akiwa bado ametulia. Katikati ya safari za huduma, ripoti ikaja tena, haya basi haukuja, Lazaro amekufa. Yesu alikuwa amejua majira yake ya kwenda kwa Lazaro. Yesu alielewa majira yake ya kwenda kwa Lazaro hayajafika, na majira yake yakifika, Lazaro ataondoka kutoka mautini na atakuwa mzima. Yesu, Biblia inasema ya kwamba Lazaro akafa, na alipokufa Lazaro akazikwa.
Lazaro alipozikwa, ikapita siku ya kwanza, ikapita siku ya tatu, ikapita siku ya 4. Yesu akiwa bado ametulia, siku ya 4 akasema sasa leo ndio naenda kwa kina Lazaro. Maandiko yanasema ya kwamba labda alipofika pale kwa ile boma ya kina Mariamu, walimwangalia wakijiuliza amekuja kufanya nini, na tulimuita ndugu yetu akiwa mgonjwa, ndugu yetu ambaye amefanya naye huduma, hakuna siku amemsaidia mpaka amekufa. Leo ni siku ya 4, Yesu amekuja kufanya nini? Lakini Yesu ni nguvu ya ufufuo iletayo uzima. Biblia inasema ya kwamba Yesu akasema, mumemweka wapi? Huyu Lazaro mumemweka wapi? Rafiki yangu mumemweka wapi? Mtu ambaye atampatia Mungu utukufu mumemweka wapi? Na Biblia inasema ya kwamba Yesu akapelekwa akiwa anafuatwa na watu wa familia. Alipofika pale Lazaro akiwa amelala, amefungwa sanda, Yesu akasema tu, Lazaro njoo nje. Lazaro alionekana amekuja akiwa amefungwa sanda, na Yesu akaamrisha, mfungueni sanda. Alipofunguliwa sanda, Lazaro akamzima. Lazaro na dada zake wakifurahia ufufuo, wakimfurahia Yesu. Kumbe wewe Yesu ni wa namna hii. Yesu alikuwa anangoja masaa kujitukuza, mwana wa Mungu. Yesu alikuwa anangoja masaa ya kumpatia Mungu utukufu. Alikuwa anataka kuwafundisha ya kwamba Mungu ndiye ufufuo. Yesu wewe una uwezo. Yesu wewe una nguvu. Ni sanda ya aina gani imeyafunga maisha yako? Kama Lazaro alikuwa ananuka, kama Lazaro alikuwa ananuka, Yesu ana uwezo kukufungua sanda ambayo inakunukisha mbele za watu. Wengine maisha yao yananuka mbele za watu. Unasema ya kwamba mimi ni kama niko na damu ya kunguni, ninanuka mbele za watu. Watu wananikataa, watu wananikataa. Nataka nikwambie ya kwamba Yesu ni ufufuo. Huyu Mungu ni ufufuo. Akija katika maisha yako, unaondolewa sanda ya aibu, unaondolewa sanda ya magonjwa. Imba, mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama nini. Mwambieni Mungu, matendo yako yatisha, matendo yako yatisha, yatisha kama uzima. Mwambieni Mungu, uzima wako watisha, uzima wako watisha, watisha kama nini. Mwambieni Mungu, uzima wako watisha, uzima wako watisha, watisha kama nini. Neema, mwambieni Mungu, neema yako yatisha, neema yako yatisha, yatisha kama nini. Neema, mwambieni Mungu, neema yako yatisha, neema yako yatisha, yatisha kama nini. Baraka, mwambieni Mungu, baraka zako zatisha, baraka zako zatisha, yatisha kama nini. Baraka, mwambieni Mungu, baraka zako zatisha, baraka zako zatisha, zatisha kama nini.
Yesu, wewe ni Mungu. Wastahili Yesu. Matendo yako yanatisha kama nini. Yanatisha Bwana. Yesu, kwa Lazaro ilionekana haiwezekani, lakini asili yako ni kutisha. Mambo yako hayaelezeki Yesu. Asante kwa ufufuo. Mambo yako hayachunguziki. Asante Bwana. Nani anaweza kukuelewa Mungu? Wakati unajitahidi umuelewe Mungu na njia hii, Mungu anakuja na njia nyingine. Jifundishe tu kumwachia Mungu mapenzi yake. Pokea sifa na utukufu Bwana. Heshima na adhama tunakupa kwa jina la Baba, la Mwana na jina la Roho Mtakatifu.